tujiunge na wenzetu walioko Dodoma na wako tayari kwa lengo la kufanya mahojiano kama ambavyo nilikueleza hapo awali. Karibu. Toka studio jijini Dar es Salaam, na mtazamaji nikukaribishe katika mwendelezo wa kipindi chetu cha Baragumu Live, na hapa ni moja kwa moja kutokea jijini Dodoma. Na siko peke yangu, niko na mwenzangu Leonard Mwacha pamoja na mgeni ambaye tutakuwa naye kwa siku ya leo kutoka taasisi ya maboresho ya mamlaka za serikali za mitaa TOA. Huyu si mwingine bali ni makamu mwenyekiti wa taasisi hii taifa, Bwana William Makufwe. Karibu sana Bwana William Makufwe. Asante sana mtangazaji, nashukuru. Nashukuru sana. Mimi kama nilivyosema naitwa William Makufwe, ni makamu mwenyekiti wa taasisi ya TOA taifa. Na tukisema TOA taifa maana yake tunazungumzia platform au forum inayokutanisha wakurugenzi wa halmashauri pamoja na makatibu tawala wa mikoa katika mkutano ambao unatukunisha pamoja katika kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusu uendeshaji wa halmashauri. Asante sana. Bwana Leonard, umemsikia makamu mwenyekiti? Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu na tumefurahi kuwa naye siku ya leo. Pengine tutajua mambo mengi sana kuhusu TOA, lakini pia ndani kuna Kiswahili kigumu kidogo cha kugatua. Sasa ukisikiliza bila kuwa makini unaweza ukasema ni kungatua. Karibu sana na pengine tungetamani kufahamu TOA, historia yake kidogo, ilianzia wapi au inaundwa na kina nani, ili tujue kabisa tukianza sasa kuuliza kuhusu hiyo TOA tujue tunatoa nini au tunagatua kitu gani. Sawa kabisa. TOA kama nilivyosema ni taasisi au jukwaa linalokutanisha makatibu tawala wa mikoa pamoja na wakurugenzi wa halmashauri na baadhi ya taasisi zilizo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Ilianzishwa mwaka 2002 na kama nilivyosema yenyewe kazi yake kubwa ni kuendeleza utekelezaji wa dhana ya D/D au D/D kwa maneno mengine dhana ya ugatuaji wa madaraka kwa wananchi. Ilianzia mwaka 2002 na mpaka sasa ina miaka takriban 23 na imeendelea kutekeleza majukumu yake hayo kila siku, kwa maana kwamba ni taasisi ambayo ipo chini ya wananchi wenyewe kwa sababu inatekeleza shughuli za kila siku za wananchi katika ngazi za vijiji, vitongoji, wilaya na mikoa. Imetokana na nini? Kwa sababu kama ambavyo umeeleza kwamba majukumu yake ni hayo, pengine kuna wazo la mtu tu alikaa akaamua kwamba muanzishe nyinyi ambao mnaongoza katika mamlaka za serikali za mitaa, nini kilichofanya katika? TOA kimsingi TOA imetokana na kipindi cha maboresho. Serikali ilianzisha programu ya maboresho ya utendaji kazi katika serikali za mitaa miaka ile ya 2000 ambapo wataalamu kwa maana viongozi na watendaji wa ofisi ya Rais TAMISEMI, viongozi wa mikoa na halmashauri kwa maana wakurugenzi walikuwa wanapata mafunzo ya kujengewa uwezo. Walikuwa wanapata mafunzo ya kujengewa uwezo kwa namna ambayo kuboresha utendaji kazi kwenye halmashauri, na mafunzo hayo yalitolewa na Japani kupitia shirika linaloitwa JICA. Sasa zamani tulikuwa tunaita TOA kwa maana Tanzania Osaka, mahusiano kati ya Tanzania na mji wa Osaka, Japani. Kwa viongozi hao na watendaji wao walikuwa wanakwenda Japani kujifunza namna bora ya kusimamia mamlaka za serikali za mitaa. Kwa baada ya mafunzo ile program kuisha, ikaonekana basi iundwe taasisi ambayo sasa yenyewe itachukua dhamana ya kuendeleza kutoa mafunzo na kuwajengea uwezo watendaji hao kwa maana mikoa pamoja na halmashauri na pengine hadi TAMISEMI. Kwa hiyo tokea hapo sasa ndio tumekuwa na hii taasisi ambayo inaitwa TOA na sasa ina miaka 23. Malengo yake makubwa ni kuwakutanisha wakurugenzi pamoja na makatibu tawala wa mikoa kujadili, kupeana uzoefu ya kiutendaji na mambo mengine yanayohusu utekelezaji wa shughuli za wananchi ngazi za chini, ili kujua basi kuna mafanikio ambayo yamepatikana, pengine kuna changamoto zozote, na baada ya hapo kuweka msimamo pamoja na kuishauri serikali namna bora ya kuboresha, namna ya kugatua madaraka na vitu vingine vya namna hiyo. Lengo kuu lilikuwa ni kwamba wananchi wawe ndio chimbuko la utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali na hatimaye wenyewe wawe ndio wanufaika wa kwanza kutokana na mipango walioanzisha wenyewe. Kwa ndio maana tupo na kipindi hiki toka juzi tunafanya mkutano wa 15
ambao unafanyika hapa Dodoma katika ukumbi wa jiji la Dodoma, na tunapata taarifa mbalimbali za utendaji kazi, utekelezaji wa miradi maendeleo, pamoja na kuwekana sawa katika mambo ambayo pengine ni utendaji zaidi, na hatimaye tuwe na taasisi ambazo ziko nguvu, ni imara, ambazo zinaweza kutoa huduma bora kwa wananchi. Kama nimekusikia vizuri, kazi kubwa ya TOA ni kama kuratibu ugatuaji madaraka kwa wananchi. Hili neno umesema D by D, maana yake ni ugatuaji madaraka. Inaitwa decentralization by devolution, ambao ndio ugatuaji wenyewe. Sasa kwa mwananchi kidogo ambaye yuko kule Tandahimba, unavyosema ugatuaji wa madaraka kwa wananchi, kwa Kiswahili cha kawaida tunamaanisha nini? Niseme tu kwa mfano mwaka huu kauli mbiu yetu inakwenda sambamba na tunasema ugatuzi wa rasilimali fedha katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika mamlaka za serikali za mitaa. Ugatuaji au ugatuzi una maana kwamba kushusha madaraka ya wananchi chini, ngazi ya chini. Kwa wale ambao mnakumbuka zamani tulikuwa kwa mfano miradi ya maendeleo fedha zilikuwa zikija pengine zinafikia mkoani. Zinafikia mkoani, pale mkoa ndio unaamua hii tukajenge zahanati labda sehemu fulani huko. Sasa badala ya fedha kufika mkoani kupitia dhana hii ya ugatuzi wa rasilimali fedha mali zingine, kipindi hiki serikali inapeleka fedha moja kwa moja kwenye ngazi ya utoaji huduma. Kama unajenga darasa katika kijiji X au kijiji Y, maana yake zile fedha zinapelekwa moja kwa moja kwenye shule ambayo itakuwa ijengwe madarasa 2 au madarasa 3. Fedha zinapelekwa moja kwa moja kwenye shule, utekelezaji na usimamizi unafanyika kwenye shule moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana tunasema ugatuaji ni muhimu, kwa sababu kupitia mipango na mikakati ya wananchi, wao ndio wanaoamua au wanaojua wana changamoto ipi, wana rasilimali ipi, wanakosa kitu gani au jambo gani. Kwa serikali inapeleka fedha kule chini kwenda kuongeza nguvu ya wananchi walichokifanya ili kukamilisha kile ambacho wananchi walikiibua. Mathalan tunazungumza habari ya kukamilisha maboma. Wananchi wenyewe walisema, jamani, sisi kijiji chetu hapa hatuna zahanati. Tukisubiri serikali ije kutujengea zahanati itachukua muda mrefu, kwa sababu serikali inahudumia vijiji vingi Tanzania. Mwisho wa siku wenyewe wanasema tujikusanye sisi wenyewe, tujichangishe sisi wenyewe, tujenge zahanati. Wanaanza kujenga zahanati nzuri tu, wanafika hatua fulani sasa kidogo nguvu zinakuwa zimekwisha. Serikali inapeleka fedha moja kwa moja kwenye zahanati kwenda kukamilisha kile ambacho wananchi walikianzisha wenyewe kwa nguvu zao. Kwa hapo ndipo tunasema tumegatua madaraka ya rasilimali fedha kutoka ngazi za juu kwenda moja kwa moja kwenye ngazi ya kijiji. Na mwisho wa siku sasa ile zahanati inakamilika, wananchi wanaanza kuitumia, na hatimaye wanaweza kupata unafuu wa kutotembea umbali mrefu kupata huduma za afya. Sasa kupitia programu hizi au kupitia mikakati hii, niseme tu kwamba katika kipindi hiki cha awamu ya 6 kwa mfano, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kutekeleza dhana ya D by D, niseme kwamba mama yetu Mheshimiwa Rais ni champion kwa sababu ndani ya miaka hii 4 tumeshuhudia halmashauri zimepata fedha nyingi za kutekeleza miradi ngazi ya chini, zaidi ya shilingi trilioni 2.2 zimekwenda chini, na kwamba sasa hizi fedha pengine kwa mfumo ambao pengine ungekuwepo zamani zingeletwa labda halmashauri makao makuu au zingeletwa mkoani. Fedha hizi trilioni 2.2 zimekwenda moja kwenye huduma, kwenye ngazi za huduma, ngazi za chini, ngazi za msingi, na wanaosimamia zile fedha ni wananchi wenyewe. Tumepeleka pesa labda milioni 50 kwa ajili ya kukamilisha zahanati. Fedha zinakwenda moja kwa moja kwenye ile zahanati. Kupitia utaratibu wa ugatuzi wa fedha, maana yake ni kwamba tunaunda kamati ya usimamizi au kamati ya utekelezaji wa kukamilisha zahanati inayotokana na wananchi wenyewe wa eneo hilo. Inaundwa kamati ile, jamani, kuna ile imekuja hii, naomba mkae mjadili namna ya kukamilisha zahanati yenu. Halmashauri kama halmashauri, sisi wakurugenzi kazi yetu tu ni ndogo, kupeleka utaalamu kule. Tunasema hivi, kwa zahanati hii ili muweze kujenga dhabimu kwa mfano, mnahitaji nondo, rola hizi, mnahitaji simenti kiasi hiki, mnahitaji mchanga kiasi hiki. Kwa sisi tunachosema tunapeleka utaalamu, lakini usimamizi na utekelezaji unabaki kwa wananchi.
Sasa kwenye unajua unaposema ugatuzi wa madaraka, mtu akisikia madaraka manake anamaanisha ni mamlaka fulani. Huko chini nakosema tuna viongozi ambao ni wenyekiti wa vijiji, vitongoji na kadhalika. Hizi fedha ambazo Mheshimiwa Rais anazitenga na anazipeleka kule moja kwa moja, wanaopata nafasi ya kusimamia, kurasimisha na kuratibu wakati mwingine ni mwananchi wa kawaida kabisa, kwamba achukuliwe mtu wa kawaida ambaye hana cheo chochote akawa labda makamu mwenyekiti wa kamati ya ufuatiliaji wa hizo fedha katika mradi wa labda wa zahanati ya kijiji, au tunazungumzia wale viongozi ambao ni viti wa vitongoji wa mitaa wa serikali za mitaa na kadhalika. Uzuri nchi yetu ina mfumo mzuri wa kiutawala ngazi za chini. Ni mfano mzuri sana katika nchi nyingi. Kuna nchi zingine mfumo haupo. Sisi tuna viongozi mpaka ngazi ya vitongoji. Mnakumbuka mwaka jana mwezi Novemba tulifanya uchaguzi wa serikali za mitaa. Tulichagua wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa mitaa. Hizo ni ngazi za chini kabisa. Sasa fedha zinapokwenda kwenye ngazi ya kijiji au ngazi ya kitongoji, tunaamini kule kuna viongozi tena waliochaguliwa na wananchi. Nakumbuka moja sifa kuchaguliwa maana yake ujue changamoto na kero za wananchi zao kabisa pale chini. Sasa fedha zikipelekwa kule kwenye ngazi kwenye ngazi ya chini, ndipo inapoundwa kamati ya usimamizi wa mradi huo. Kamati hiyo itaongozwa na wananchi wenyewe. Kwa mfano zahanati au tuseme shule. Kupitia kwenye shule kule kuna kitu kinaitwa kamati ya shule. Upande wa shule za msingi kuna kitu kinaitwa bodi ya shule upande wa elimu sekondari. Sasa zile ni vyombo au ni vyombo vya maamuzi vilivyoundwa kwa ajili ya kuratibu na kusimamia maendeleo ya utekelezaji wa shughuli katika shule fulani au katika zahanati fulani. Sasa pale inaundwa kamati ambayo ni wananchi kabisa, wakati mwingine wananchi kabisa, na wakati mwingine tunafanya mpaka kikao. Kumbuka kuna halmashauri ya kijiji na wajumbe 25. Ndani ya wajumbe 25 pale lazima atatokea mtu ambaye huyu bwana ni mwaminifu, huyu ana uwezo, wengine mpaka wamesoma, wamefika form 4 hivi, anaweza akasimamia. Kwa wenyewe wanajiteua kujisimamia na mwisho wa siku wanakuwa sehemu ya kufanikisha utekelezaji wa mradi kupitia wenyewe. Kwa hiyo sio sisi tena halmashauri, ni wao wenyewe wanajichagua. Ndio kile ambacho wanasema kwamba sasa nyinyi mnabaki na kazi ya kupeleka wataalamu tu, kwa maana kwamba labda kuna BOQ za kupatia na nyingine. Pengine sasa dhana hii inakuwa na umuhimu gani kama ambavyo umeeleza sasa? Kwa nini sisi Tanzania tunaona kwamba dhana ya D by D inahitajika ili kuchochea kasi ya maendeleo? Ni kweli dhana hii ya D by D au tunaitwa decentralization by devolution, tumeikopa kutoka kwa wenzetu wa Japani. Japani ambazo zimetekeleza sana kwa vitendo dhana ya D by D. Umuhimu wake kama nilivyosema, kwanza ni kupeleka madaraka kwa wananchi wenyewe kwa maana ya maamuzi yao, kutambua fursa zilizopo kwenye eneo lao, kutambua changamoto zilizopo kwenye maeneo yao, na hatimaye wananchi wenyewe waibue kile ambacho tunakiita hitajio lao kwenye maeneo yao. Sasa hii kitu ni kitu muhimu sana, kwa maana kwamba tukiwa na mradi ambao umeanzishwa na wananchi wenyewe, wakaona kwamba hii ni changamoto yetu kwenye kijiji chetu, maana yake hapo tunasema tunatekeleza ubora wa ule mradi utakuwa ni mzuri, lakini pia tunasema ile sense of ownership, umiliki wa ile jambo au huo mradi utakuwa chini ya wananchi wenyewe. Na ndio maana tunasema kama tutapeleka mradi tu kwa kutoka huku juu, kijiji fulani tunajengea madarasa, mwisho wa siku ile umiliki ule jambo pengine unaweza kuwa usiwe kwa kiwango kikubwa. Na wakati mwingine tunashuhudia tukipeleka mradi ambao wananchi hawakuibua, hawakuupenda, hakikuwa kipaumbele chao, mwisho wa siku unaweza kukuta mradi ule usikamilike, na hata kama ukikamilika hautapendwa na wananchi wale, hawatahisi kama ni sehemu yao, na hatimaye unaweza kuona mpaka unahujumiwa ule mradi. Mara nyingi mnaweza kuona mmepeleka simenti mahali au vifaa vya ujenzi vinaibiwa na wananchi hao baadhi ambao sio waaminifu. Kwa hiyo unakuwa kitu sio cha kwao wala hawezi kukithamini. Sasa huu utaratibu wa D by D au ugatuzi wa rasilimali kwa wananchi, maana yake unapeleka ile hali ya kupenda kile kitu ambacho wenyewe wamekiibua na wenyewe wanatakiwa wakisimamie. Kwa hiyo usitarajie kama kutakuwa na hujuma na vitu. Kwa ni dhana muhimu sana katika kujenga ile uwezo wa wananchi kulinda kile kitu ambacho wao wenyewe walikuwa sehemu ya kukiibua. Makamu mwenyekiti, unapozungumza hili ni kwamba huku chini kunahitajika kuwe na misuli ya kifedha, kwa maana kwamba vyanzo vya mapato viwe imara, uhakika ule wa ukusanyaji uwe ni wa kujitosheleza, ili kuwezesha wananchi kwenda
kuipangia ile miradi kama ni hizi mamlaka za chini na kuweza kuitekeleza kikamilifu. Hili mnalisimamiaje kuhakikisha kwamba mnawezesha hizi mamlaka za chini kuto kujitegemea kutoka serikali kuu ziweze kujitegemea zenyewe? Asante. Serikali TAMISEMI imetoa mwongozo. Tanzania tuna halmashauri 184. Nikisema halmashauri 184 na maanisha halmashauri za majiji, halmashauri za manispaa, halmashauri za miji na halmashauri za wilaya. Na sehemu zingine kuna mpaka tunasema miji midogo. Sasa kupitia hizo halmashauri 184 serikali imezipanga katika madaraja. TAMISEMI kwa mwongozo kabisa imezipanga katika madaraja ambayo yanafanya sasa kuzitenganisha halmashauri kwa uwezo wa makusanyo mapato. Na kumbuka uwezo wa kukusanya mapato utategemea jiografia ya halmashauri, fursa zilizopo za kiuchumi na mambo mengine namna ambayo yatapelekea halmashauri A iwe tofauti kimapato na halmashauri B. Sasa baada ya kuliona hivyo serikali ikaweka mwongozo kwamba halmashauri ambazo kwa mfano zinaweza kukusanya zaidi, inaweza kukusanya mpaka shilingi bilioni 2, lazima ziweke asilimia fulani kupeleka kwenye shughuli za miradi ya maendeleo na asilimia fulani zitumike kwa ajili ya shughuli za chaji. Kwa kupitia hiyo sasa imekwenda kuchochea mwamko wa halmashauri kukusanya zaidi. Kumbukeni halmashauri zingine zina madini, wanakusanya ushuru kutoka na madini. Halmashauri zingine zina kilimo cha mazao fulani, kwa wanakusanya fedha kutoka kwenye mazao hayo. Kwa kulingana na ukubwa wa halmashauri na jiografia yake na fursa zake za kiuchumi zitapelekea halmashauri moja kuwa tofauti na halmashauri zingine. Lakini kikubwa ni kwamba kila fedha itakayokusanywa lazima asilimia fulani iende kwenye shughuli za maendeleo. Na hilo sasa serikali imekuwa vizuri kabisa. TAMISEMI, ofisi ya Rais TAMISEMI. Zipo halmashauri zinapeleka asilimia 20 kulingana na mapato yake. Zipo halmashauri zinapeleka asilimia 40 kwenye miradi ya maendeleo kulingana na mapato yake. Zipo zinapeleka asilimia 60 kwenye miradi ya maendeleo kulingana na mapato yake, na zipo ambazo zinapeleka mpaka asilimia 70 kwenye miradi ya maendeleo kulingana na vyanzo vya mapato ambavyo wana. Nitamani kufahamu tangu tumeanza hii dhana ya ugatuzi wa madaraka kwa wananchi, miradi mbalimbali imekuwa ikifanywa na serikali, na sasa tunaona wananchi moja kwa moja wanaingia katika kutekeleza ile miradi. Kabla dhana haijaanza na sasa hivi, ufanisi wa hiyo miradi ambayo wananchi moja kwa moja wameingia katika kusimamia kodi zao kwamba tofali 200 zimenunuliwa na kuli zimetumika, ufanisi mpaka sasa hivi kwenye hiyo miradi ipoje? Tumeshuhudia ufanisi mkubwa sana katika dhana hii, na kama nilivyosema pale mwanzo, Mheshimiwa Rais amekuwa ni champion. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni champion kabisa, kwa sababu nimesema ndani ya miaka 4 iliyopita amepeleka kwenye halmashauri, nikisema kwenye halmashauri maana kwenye ngazi za chini kabisa kule, zaidi ya shilingi trilioni 2 na bilioni 200. Ni fedha nyingi kutolewa kwa wakati mmoja katika utawala wa serikali zetu hizi. Serikali ya awamu ya 6 imefanya hivyo. Sasa ufanisi wake nafikiri nyinyi mnaona. Kupitia fedha hizo hakuna halmashauri, hakuna kijiji Tanzania hii, hakuna kata Tanzania hii haijawa na miundombinu bora, aidha ya afya, elimu, kwa maana elimu nikizungumzia elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Tumejenga au yamejengwa madarasa mengi kipindi hiki kuliko kipindi chochote kwa muda mrefu sana. Tumejenga nyumba za walimu, zimejengwa nyumba za walimu kwenye maeneo ambayo kwa kweli kabisa hata wewe ukienda ukasema mheshimiwa, nyumba yako unaishi takao kijiji hiki, shule hii, nyumba hii hapa. Tumeenda kujenga miundombinu mipya mizuri safi kabisa ambayo imeleta mpaka motisha pengine mpaka kwa walimu na waganga wale kutoa huduma. Kwa ufanisi tunashuhudia ni mkubwa sana. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Watumishi wamekuwa mpaka noteni morali ya kufanya kazi kulingana na mazingira. Sisi wenyewe tunajua shule tulizosoma mwanzo, madarasa unakuta haina hata sakafu, darasa halina hata madirisha, darasa halina hata hii tunasema ni rua haijawezekwa vizuri. Ndio sasa kipindi kunakuta darasa lina mpaka zile marumaru, kuna tile safi. Siku hizi zinajengwa za magorofa sasa. Mpaka mwingine madarasa ya magorofa aluminium zimewekwa pale. Madarasa ukiingia mle ndani unasema darasa liko safi, darasa ni nadhifu. Sasa matokeo yake kwanza mimi niseme katika shule ambazo kulikuwa na utoro mkubwa wa wanafunzi, yani mtoto mwenyewe anaona mimi bwana leo kwa nini kae nyumbani, niende shule kuna mazingira mazuri kabisa ya kujifunzia na kusomea. Utoro tumepunguza.
na mwisho wa siku sasa tumeshuhudia wimbi kubwa la wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanaohitaji kupata kunakuwa na uhitajiko wa miundombinu zaidi na zaidi na zaidi. Kwa mafanikio ni kwamba tunaendelea kupunguza dhana ya watu wasiojua kusoma na kuandika. Tunaenda kuongeza ufahamu, kuongeza skills zao na knowledge, na hatimaye sasa tunakuwa na taifa la wasomi wanaojitambua na wanaojielewa, wanaweza kutumia fursa kwa ajili ya maendeleo yao wenyewe. Kwa nisema tu miundombinu hii imekuwa chachu ya kuongeza kiwango cha ufaulu, mahudhurio ya wanafunzi shuleni, na hatimaye sasa mazingira mazima ya kujifunzia na kufundishia yamekuwa bora zaidi kuliko kipindi kingine chochote. Turejea hapa nyuma kwenye hii asilimia ambazo umesema kama ambavyo umeeleza, hizo halmashauri 184 kwa kiwango kile cha asilimia za kugharamia miradi ya maendeleo, na kuanzia 20% mpaka 70% kama ambavyo umesema, ambazo zinavuka ile lengo la 60%. Nyinyi kama TOA mnafanya sasa hivi mkutano wa 15. Nafuatilia pengine kwa sababu nyinyi ndio ambao mko huku kwenye hizi halmashauri, kuna hizi ambazo zinachangia kwa kiwango hichi cha 20%, pengine ni ndogo. Pengine katika kuzisimamia ama kuelezana kwamba tunahitaji ili kutekeleza hii dhana ya D by D, basi tukue tufikie kama wenzetu ambao wanachangia kwa 60%. Mnasimamiana pengine katika hili? Ni sawa. Kinachozungumza hapa ni kwamba kila halmashauri nimesema ina uwezo wake, vyanzo vya mapato vya kwake kulingana na jiografia na fursa. Sasa ili tuende sawa, ili tuongeze mapato kwenye halmashauri, serikali imekuja na mikakati mingi tu, nafikiri mmekuwa mkishuhudia. Cha kwanza, lazima tuhakikishe fedha zinazokusanywa zinapelekwa benki. Kwa sababu zamani ilikuwa kidogo na changamoto. Mifumo ya kukusanya mapato ilikuwa haiko imara sana, Mtu anaweza leo akakusanya kwenye kituo chake hicho mpaka milioni 2, lakini asipeleke benki. Unakuta halmashauri utakuta fedha ambazo zikipelekwa benki zaidi ya pengine kiasi fulani. Sasa kipindi hiki serikali imekuja na mifumo ya udhibiti wa makusanyo. Utaratibu kutumia ile point of sales, nafikiri mnajua zile point of sale, lakini pia kuchukua hatua kwa wale ambao wanahujumu mapato kwa namna moja au nyingine. Sasa hilo linapelekea kwamba makusanyo halisi yanapatikana, na mwisho wa siku halmashauri ina uwezo wa kutoa huduma zaidi kwa wananchi wake. Hilo ni moja. Lakini la pili ambalo linafanyika ni kwamba kila halmashauri popote ilipo na kwa vyovyote vile ilivyo inazo fursa za kubuni vyanzo vipya vya mapato. Na ndio maana kama mtakumbuka tulikuwa tunatazama miradi ya kimkakati kwa kila halmashauri. Halmashauri ambayo ina mifugo mingi, basi itengeneze miundombinu au ibuni miradi ya kutumia mifugo iliyopo kujiongezea mapato kwenye halmashauri. Tujenge majosho kwa ajili ya kuongeza mapato. Tujenge pengine hizi machinjio kwa ajili ya kuongeza mapato. Tuanzishe minada ya mifugo kwa ajili ya kuongeza mapato. Kwa kila halmashauri na fursa yake. Lakini hilo ni la pili. Lakini la tatu, katika kilimo kwa mfano, unaweza kukuta halmashauri na eneo kubwa kabisa linafaa kwa kilimo fulani. Kwa mfano niseme mimi mwenyewe, halmashauri nimetoka halmashauri ya Makete kule Njombe. Makete kwa miaka mingi ilikuwa na uwezo wa kulima ngano. Kwa nini ngano isilimwe? Kwa nini ngano iagizwe kutoka nje wakati tuna ardhi ambayo inafaa kulima ngano? Tulipokwenda mwaka 2021 tukaanzisha kilimo cha ngano. Mwaka huu unazungumza, baada ya kuhamasisha wananchi kulima ngano, fedha wananchi walizozipata moja kwa moja kwenye kuuza ngano zaidi ya bilioni 6. Zao ambalo lilikuwa limesahaulika, limeachwa. Na katika hili nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, alianza kwa kutoa ruzuku bure ya mbegu ya ngano wilaya Makete. Wilaya Makete kapata mwaka wa kwanza kapata tani 80, mwaka jana tukapata tani 535, na mwaka huu naambiwa mpaka jana wameshapewa zaidi ya tani 800. Walime ngano. Ngano ni zao ambalo linaweza kuchochea maendeleo ya wananchi, tena ya mtu mmoja mmoja. Unalima eka moja, unalima eka 2, unapata fedha. Sasa hizo fedha maana yake nini? Tunapokuwa na bilioni hizo 6, maana yake au bilioni 5, maana yake ni kwamba halmashauri dawa inapata ule ndio ushuru wa mazao, crop cess. Kwa mwisho wa siku namaanisha kwamba kila halmashauri kwa jiografia yake, kwa fursa zake, inaweza ikaibua vyanzo vipya vya mapato kwa kuhamasisha uwekezaji na kuhamasisha wananchi watumie hiyo fursa walionayo kwa ajili ya kuzalisha zaidi na hatimaye kuongeza mapato mtu mmoja mmoja ya halmashauri na pengine mpaka ya taifa kwa ujumla wake. Turudi kwenye, natamani sana kufahamu vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa, ambao kwa asilimia kubwa ndio tupo wengi.
hii dhana ya ugatuzi ni kwa namna gani inaweza ikafanya kama kuzalisha ajira kwa vijana, kwa sababu kama kuna miradi ambayo inapelekwa ngazi ya chini, vijana wanapofitoa matofali pale, wamejiunga vikundi mbalimbali, kuna vijana wengine wako ni wasomi, wako vijijini. Ni kwa namna gani sasa hii dhana hii ya ugatuzi wa madaraka kwa wananchi inaweza pia ikazalisha ajira kwa kundi la vijana ambao wako kwenye ngazi ya chini? Narudi pale pale, kugatua maana yake ni kushusha madaraka kwa umma, kwa wananchi wa chini kabisa. Kwa sisi wananchi tulioko kule chini, kazi yetu ni ndogo tu. Tukae, kwa mfano nazungumza bala ya vijana. Serikali imeweka utaratibu mzuri kabisa. Asilimia zile 10, asilimia 4 zinakwenda kukopesha vijana. Vijana walioko ngazi ya chini kabisa kule. Wanataka kufanya nini? Wanataka kuanzisha mradi wa kufuga kuku. Wanapewa mtaji wa kufuga kuku. Wanataka kuanzisha mradi wa kulima kwa mfano ngano kule Makete. Tulikopesha mpaka fedha, tulikopesha vijana wakalima ngano, wakapata fedha kutoka na ngano. Utapewa fedha za kulima ngano, utapewa fedha za kulima pengine mahindi, mpunga na kadhalika. Sasa tunachomaanisha ni kwamba kupitia ugatuzi huu hatutaki kile kinaitwa kupeleka baadaye, yani wao wanakuwa tu wapokeaji badala ya kuwa wao waibuaji. Ndio tunazungumza dhana ya D by D, turudi kule chini, tuwaite vijana, tuwajengee uwezo wa kujitambua na kujielewa, waibue fursa. Sisi tunasema jamani, hapa kwenu mbona kama kuna hiki? Hapa kwenu mbona unaweza kuanzisha josho hapa? Hapa kwenu unaweza kuanzisha machinjio? Hapa kwenu unaweza kuanzisha hata kiwanda kidogo kidogo. Kumbuka kipindi kwa mfano tunazungumzia umeme wa REA. Umeme wa REA umeenda vijiji karibu vyote. Umeme wa REA. Kwa hiyo kijana na uwezo kuanzisha hata saluni tu pale kijijini. Anaanzisha saluni, nataka nini? Nataka tu vifaa vile, mashine zile na nini. Njoo halmashauri, ingia kwenye kikundi, tunakukopesha kama ni milioni 2, milioni 3, unakwenda kutekeleza biashara yako, mradi wako. Kwa unaposema tu dhana ya D by D kwa vijana ni fursa nyingine nzuri ya kukaa pamoja kama vijana, kuibua kile ambacho wao wanahisi wanaweza kufanya na hatimaye wakakitekeleza kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Na sio vijana tu, tunazungumzia mpaka wanawake kupitia hizo za 10%, pia watu wenye ulemavu. Ni fursa tunazipeleka ngazi ya chini. Tusipeleke fedha kutoka halmashauri, nyinyi tunawaletea hizi fedha, haya jengeni. Wao waibue watuletee, badala sisi tuwapelekee. Ndio dhana ilivyokaa. Ibueni tuwaletee. Kwa hiyo nyinyi mtaona kwa mazingira yenu tunaweza kufanya nini, kitu gani kipo, kitu gani hakipo, tuongeze nguvu gani. Mwisho wa siku unaweza kuwa na mradi wa milioni labda 80, wananchi wako na uwezo. Kwa mfano tunajenga mashule haya, zahanati hizi. Mtu anaweza kujitolea tu, mimi natoa eneo la kujenga shule ekari 30 au ekari 40. Sasa sisi tungesema sisi tunawaletea shule, jamani, shule labda kata fulani. Wangesema sisi eneo hatuna. Unaona, tungeanza kununua eneo kwa ajili ya kujenga shule. Lakini kwa sababu wananchi wameona lile ni hitaji lao, basi mimi kama mwananchi kupitia serikali ya kijiji niko tayari kutoa eneo langu hili kiasi hiki kwa ajili ya kujenga shule. Anati. Kwa maana yake ule lao. Kwa hiyo wanaona kwamba kama wao ni hitaji lao, basi na wenyewe wanawajibika kutoa baadhi ya rasilimali kwa ajili ya kupata kile ambacho wanakitaka. Hivyo ndio inafuata. Na bila shaka sasa hapa tunakuja kwamba wananchi nao wanapaswa kuelimishwa kuhusu dhana hii ili wawe na utayari ule wa kushiriki moja kwa moja. Ni kweli kabisa, na ndio maana tuna kitu tunaita O&OD, fursa na vikwazo kwa maendeleo. Kupitia programu hii hapa, hii tunasema ya JICA, kuna kitu kinaitwa O&OD. Wataalamu tumekuwa tukifundishwa na sisi tumekuwa tukifundisha ngazi za chini kanuni bora au njia bora za kuibua miradi na kusimamia miradi. O&OD kwamba tunapokwenda kwenye kijiji tuna hitajio pengine la josho, wale wana kijiji wataelekezwa njia bora ya kuibua mradi wa josho kama kweli ni hitaji lao, mbinu za kupelekea kukamilisha mradi wa josho, mchango wao katika kufanikisha kukamilisha mradi wa josho, na hatimaye tuwe na mradi wa josho kwenye kijiji. Kwa hizo mbinu kupitia hizo fursa na vikwazo ni kama tuseme ni nyenzo ambayo inaongoza wananchi kuibua na kutekeleza hiyo miradi ambayo ipo katika maeneo. Ni muhimu sana kwa sababu bila hivyo kwa kweli miradi mingi, nafikiri mnaweza kuwa mnashuhudia, kuna miradi mingi inaweza kujengwa alafu hauna matumizi. Unafika mahali unaona josho lipo limejengwa vizuri lakini halitumiki kwa sababu pengine hawajaibua wao na pengine haikuwa mahitaji yao na wala haikuwa na umuhimu. Pengine ni mtu tu alikaa tu mwenyewe, unajua siunganiwe, kuna viongozi wa kisiasa wale tunataka hiki. Kwa hiyo unakuta kitu kimejengwa lakini matumizi hakuna.
Sasa maana yake ni kwamba pengine wakati wa kuibua utaalamu haukutumika. Sasa sisi kama halmashauri kazi yetu ni kwenda kuwasimamia, kuwaona okay, kama tunahitaji josho, wakulima watu wangapi wanafuga, mifugo iko kiasi gani, kuna umuhimu wa josho? Hapana. Kama tunahitaji pengine machinjio, unaweza kuona ukaanisha machinjio, kumbe ng'ombe wenyewe hawapo. Kwa kumbe au wanafuga lakini hawachinji. Au wanafuga. Umesema vizuri. Kwa unakuta mnajenga mradi ambao pengine hauwezi kutumika. Na wakati mwingine wanasema walikuja tu halmashauri, wakaleta mkandarasi, akajenga josho, akajenga sio machinjio. Sisi wala baada ya siku mbili hakuna ng'ombe hata mmoja. Sasa lazima tuende sisi na utaalamu wetu, tukafanye uchambuzi. Tunasema analysis, kuona kama kweli huu mradi unafaa, huu mradi unastahili, na huu mradi ni hitajio lao. Kwa nini? Kwa sababu 1, 2, 3. Baadaye utasema huu mradi unafaa, unastahili kujengwa hapa. Mimi naona wakati mwingine hii itaepusha sana. Kuna kitu kinaitwa kwa lugha ya kigeni mislocation of resources. Kwamba sasa kitu ambacho hakihitajiki kupelekwa mahali ni hasara kwa serikali wakati mwingine na rasilimali. Pengine itaenda kuondoa hiyo changamoto. Kitu cha mimi ambapo ningetamani kukifahamu, mimi na uhiwa kusema kwamba kuna wananchi ambao ni wagatuaji wazuri lakini hawajui kama wanagatua. Hiyo ni sahihi kusema vile? Wanagatua lakini hawajui kama ni wagatuaji wazuri lakini hajui kama hii ninachokifanya ni kugatua. Kwa sababu kama mwananchi anaweza akaibua changamoto, wakakaa kijiji. Hapa Dodoma tumeshuhudia kuna wananchi ambao walijenga boma la kitu cha polisi, walianzisha. Umeona, wengine walijenga boma la mashule, hospitali. Na hivi majuzi nimsikia waziri bungeni akijibu hoja za wabunge kwenye maswali na majibu kuhusu maboma ambayo yameanzishwa na wananchi, lakini sasa kama nguvu imeisha na serikali imeahidi kwamba watayasimamia na watahakikisha kwamba maboma yanafanikiwa. Sasa wananchi kama hao sasa, ndio maana nasema wakati mwingine ni wagatuaji wazuri, japo hawajui wanachokifanya ni kugatua. Ni sawa. Hiyo unachozungumza ni sawa, kwamba mnaweza mkafanya kitu kwa nia njema, lakini msijue kwamba mnachokifanya ni kitu kizuri sana. Hiyo nayo ipo. Na ndio maana nikasema kwamba tunachokifanya sasa kipindi hiki ni kwenda kuwawezesha sasa wananchi wajue kwamba kile wanachofikiria, kile wanachokifanya ni jambo muhimu na serikali inaunga mkono. Kwa mfano kama nilivyosema, wakati mwingine tunavunja moyo, unakuta boma lina miaka 10, boma lina miaka 9, boma lina miaka 5. Jamani, kwa nini hatujawasaidia watu? Lakini waambie hapa Watanzania kupitia mkutano wetu wa WATOA, mkutano wa 15, tumefanya tathmini katika kipindi ambacho maboma yaliyoanzishwa na wananchi yamekamilika, yamekamilishwa ni kipindi hiki. Maboma mengi, maelfu kwa maelfu kila halmashauri. Kwa hiyo wananchi wale, tunachosema ni kwamba tunaendelea kuwatia moyo pale ambapo nahisi kuna changamoto kwao, kama wao waendelee kuibua hiyo miradi, waendelee kutekeleza hiyo miradi, na serikali itawashika mkono kwa namna moja au nyingine. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tunasema hii miradi hii kwani ni ya faida ya nani? Ni faida ya wananchi wenyewe, si ndio bwana? Yaani wewe unaanzisha kitu ambacho wewe mwenyewe kitakunufaisha. Kwa mfano, kuna kule niliko mimi Kaliua kule, nimeenda kwenye kijiji fulani hivi, nimekwenda nikakuta shule mama ya msingi. Unakuta kijiji kina shule moja, si ndio bwana? Kijiji hicho kina vitongoji 5 au 6. Shule ipo katika kitongoji kimoja wapo ndani ya hicho kijiji. Sasa vitongoji vingine vile, watoto ili wafika kwenye hii shule lazima wanatembea kilomita mpaka 20. Umenielewa hapo? Kilomita 20 kuifikia shule. Fikiria hawa watoto ni watoto wadogo. Siku hizi watoto ni wadogo sana. Darasa la kwanza unazungumzia miaka 8, miaka 9, miaka 10, miaka 12. Ni vitoto vidogo. Fikiria unatembea kilomita 20 kila siku. Au wanavuka mito wakati mwingine. Wanavuka mito, unakutana na changamoto nyingi kwa barabarani. Sasa nikakuta ile shule mimi mwenyewe nilishangaa. Nimeshangaa kupitia inayosema hii ugatuzi huu, kujituma wananchi na kuibua miradi. Wamejenga kitu kinaitwa shule shikizi. Na madarasa 4 yamekamilika. Wameanzisha boma madarasa mengine ambayo yatakiwa tu yajengwe tena yakamilishwe, yapauliwe na vitu vya namna hii. Mwisho wa siku wakaniomba mkurugenzi, basi tusaidie tuweze kukamilisha hayo madarasa. Nilipokwenda pale nikaona ile halisi, na kweli wakati naenda nikakutana na watoto wale wanatembea kwa mguu, wanatoka shule saa 11 saa 10 ile wako kwa mguu umbali. Sasa ni watoto wale kule ndio wanakuja kusoma kwenye shule. Kwa kweli mimi nilisikia huruma sana. Kwa hiyo shule kama hizo sasa tunapeleka pesa kwa ajili ya kukamilisha ile madarasa, na hatimaye shule inasajiliwa. Shule inasajiliwa
kama ni shule mpya, na hatimaye sasa watoto wale ambao watembea kilomita 20 hawataenda tena kutembea kilomita. Kwa wale wananchi walishaanzisha tayari. Yaani nyinyi mnasema halmashauri sisi pengine hatuna hela, mapato yetu ni madogo, hatunaweza mapato ya source pengine ni madogo. Mwisho wa siku wananchi walishaanzisha. Kwa hiyo ni kwenda tu kuwaunga mkono pale walipoanzisha na hatimaye changamoto inakuwa imekwisha kabisa. Mnazungumza na wananchi kuwajengea uwezo namna ya kuingia kwenye masuala hayo, kushirikishwa na kusimamia hizo miradi kushuka kwenye ngazi za chini kabisa. Tunafanya hivyo kwa sababu bajeti ya serikali kwenye TAMISEMI inaanzia ngazi ya kijiji. Kunakuwa na mkutano mkuu wa kijiji kujadili changamoto zinazowakabili wana kijiji. Wanahitaji nini katika bajeti hii? Kwa mfano leo tarehe 10 na ngapi? Leo tarehe 16 ni siku ya bajeti ya TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri Omar Mchengerwa atawasilisha bajeti ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Yaani nikikwambia mchakato uliofikia mpaka hatua Mheshimiwa Waziri anatangaza pale bajeti ni hatua ambayo ni ndefu sana. Kuanzia kwenye kijiji, ikaja kwenye kata, pengine ikaenda mpaka kwenye tarafa, ikaenda mpaka kwenye halmashauri ya wilaya, ikaenda mkoani, mwisho wa siku ikaja hatua ya TAMISEMI, na hatimaye leo ndio bunge linakuja kupata taarifa au inapata kusomea bajeti. Kwa ni michakato ambayo inaanzia ngazi ya chini kabisa, wananchi wamehusishwa, wananchi wameshiriki katika kujua changamoto. Ndio maana unakuta tutajenga zahanati kadhaa. Huwezi kusema tutajenga zahanati kadhaa kama hujui zahanati ziko wapi, kijiji gani, unane shida yake kiko kwa kiwango gani, utatekeleza. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakwenda mpaka ngazi ya chini, ndio kitu ambacho tunakifanya sasa hivi. Asante sana. Ni makamu mwenyekiti wa TOA Taifa. Kama ambavyo tumefahamu, TOA ni nini? Ni taasisi ya usimamizi wa rasilimali katika serikali za mitaa, na huyu si mwingine ni William Makufwe, na nilikuwa na mwenzangu Leonard Mwacha, na mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Channel 10 tunakamilisha mahojiano haya, na moja kwa moja tunarejesha matangazo haya jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kupata marudio ya taarifa ya habari kwa maana ya asubuhi njema. Jina langu ni Amani Mbando. Endelea kujumuika nasi. Wewe vipi tuondoke? Dada yangu sio na foleni hii. Sim Benki. Naomba nikulipe kwa Sim Benki. Ukisikia pipi umeshinda gari.